Naamini ni siku njema na nzuri kwako mtazamaji wetu wa Azam TV, hasa UTV, ambapo vipindi mbalimbali vya kijamii na utalii vinakujia kila siku. Leo nipo wilaya Mbinga kwa Wamatengu hapa mkoani Ruvuma. Wao wanaita Mbinga mbinguni. Nami naomba nikukaribishe ujione utalii wa watu waliopo ndani ya wilaya ya Mbinga kupitia wazee wetu wa kale na mambo makubwa ya kiutamaduni waliokuwa wakiyafanya. Mimi ni Mawazo Mwaijengo, mwandaaji na msimulizi wa makala hii. Wilaya ya Mbinga ilianzishwa mwaka 1963 ikiwa na halmashauri moja ya Mbinga, ikijumulisha wilaya ya Nyasa ya sasa. Kwa sasa wilaya ya Mbinga ina ukubwa wa kilomita za mraba 4858 ikiwa na kata 48, vijiji 166. Kwa sasa ina wakazi zaidi ya 300,000, lakini sensa iliyofanyika inaweza kubadilisha idadi ya wakazi, ambapo asilimia 95 ya wakazi hao ni wakulima kidogo na wafanyabiashara. Wastani wa pato la kila mwananchi ni milioni 2,415,000. Kwa sasa wilaya ya Mbinga ina halmashauri mbili. Kuna halmashauri ya wilaya ya Mbinga na halmashauri ya mji Mbinga. Na sasa Nyasa ikawa imejitenga, ikawa na wilaya yake na halmashauri yake. Na mgawanyo wa halmashauri huu ulianza 2015 ambapo halmashauri ya mji Mbinga, halmashauri ya wilaya ya Mbinga iligawanywa katika halmashauri mbili. Lakini Mbinga ina majimbo mawili ya uchaguzi, jimbo la Mbinga mjini na jimbo la Mbinga vijijini. Wilaya ya Mbinga ina kilomita za mraba 4858, lakini vile vile ina kata 48 na vijiji 166. Tunapakana Mbinga, magharibi na kusini tunapakana na Nyasa. Lakini mashariki tunapakana na Songea, wilaya ya Songea. Kaskazini tunapakana na Ludewa ambayo ipo katika mkoa wa Njombe. Wastani wa nyuzi joto kwa wilaya yetu ya Mbinga ni 24 centigrade. Lakini huwa inashuka kama kipindi kama hiki ambacho sasa hivi tunacho, ilikuwa imefika mpaka 12, 14, inategemea. Lakini wakazi wa Mbinga ni wastani wa wakazi 386,674. 386,674 ndio wastani wetu sensa mwaka 2012. Lakini wakati huo mwaka 2012 Mbinga tulikuwa bado hatuna makaa ya mawe, hatujaanza kuchimba makaa. Yalikuwepo lakini hatujaanza kuchimba makaa ya mawe, hatujaanza kuchimba vito, hatujafanya kilimo kipana na vitu kama hivyo. Lakini biashara Mbinga kwa wakati ule ilikuwa bado haijachanganya. Kwa sasa tunategemea ishuti takwimu iwe kubwa zaidi. Wilaya ya Mbinga ina vivutio vingi vya utalii, ikiwa ni pamoja na mapango walioishi wazee wa zamani kabla ya ukoloni. Hapa mlipokuwa mmesimama, hapa ndio mzee wetu wa kwanza kabisa, kwa jina alikuwa anaitwa Holahola. Ndio hao walikuwa wanakaa hapa pamoja na familia yake. Na vile vile kama vile mlivyokuwa pa waheshimiwa, mmekwisha liona pango hili hapa Hili pango ndio maskani ya kwanza kabisa Mungu toka alipowaumba hawa watu walikuwa wapewe hifadhi wapi watakaa. Nao kwa akili zao za Mwafrika jinsi zilivyokuwa mzuri, akagundua kwamba tukae hapa. Kwa maana mara ya kwanza kabisa katika dunia haikuwa nyumba, ilikuwa ni miti. Sasa katika kukaa kwenye miti tu, baadaye Mungu akaona kwamba hawa, akawapa rehema. Ili rehema akili ndio wakapata tukae kwenye nyumba hii ya pango. Na ni nyumba ambayo inadumu. Huwezi kuona kwamba kama inavujiwa mvua, hapana. Hii jengo hili hapa. Eneo hili linaitwa Litembo. Umaarufu mkubwa ulitokana na mapango haya ambayo wazee walitolewa na wazungu wa Kijerumani
wakiahidiwa kujengewa nyumba nzuri, lakini inasemekana zaidi ya watu 800 waliuawa na wazungu. Miaka 2000 imepita, ni miaka 2000 iliyopita, ili jengo linakuwa liko bado. Na walipotoka hapa sasa humu, baada ya kuja sasa wazungu wakawaona kwamba hapa mtoke, ndio walijenga nyumba ya kwanza hapa ya udongo. Hapa walijenga nyumba ya udongo. Kutoka sasa hapa kwenye pango kuja sasa kujenga, baada ya kuja sasa mzungu Mjerumani, ndio kuja kuwaelimisha msikae kwenye pango na kuwatisha, linawezekana likawaangukia usiku. Basi pale wakahama, jengeni hapa, ndio wakaanza kujenga hapa. Hili pango hapo kwa ndani linawezekana kwa enzi zile, kabla udongo hauja panuka au kupandishwa hivi, ulikuwa na uwezo wa kukaa mita 10 mpaka 12. Lilikuwa na vyumba kama 4 hivi, upande mmoja mbuzi, upande mmoja kuku, watoto na wenyewe wazazi. Hapa walipokuwa wametoka hapa, sasa hapa kitu ambacho kilichokuwa kimewatuweka hapa, palikuwa ni sehemu ambayo ina mapango mengi. Hawa watu walikuwa kama ni hifadhi ya kukaa watu, ndio ilikuwa kuna mapango mengi tu mpaka huko, lakini hapa kwa sababu tunachukua moja, lakini zipo nyingi. Ule pale ubao huli pale ndio aliposimama Mjerumani kuwapiga wa Matengo ambao waliwaua watu wengi, watu 800 waliwaua pale, ndio aliposimama pale. Wali watu walikimbia sasa hapa kwenda kujificha, na baadaye sasa pale walipotaka waingie pale, ndio akawa yule ndio akawa amejificha askari hapa, akawasimamia, akasimama hapa, panaitwa Lundundu. Hili hapo linaitwa Lundundu, kwenye jiwe la Lundundu, na mtaona pale pale na maandishi yapo. Ndio yule sasa pale aliposimama pale, kwa kweli alituua vibaya sana, maanake watu 800. Kupitia historia za wazee hao na vivutio mbalimbali, basi viongozi wa halmashauri ya wilaya ya Mbinga wanaona wana kila sababu ya kuandaa mikakati ya kutaka kuvitambua vivutio vyote vilivyopo ndani ya wilaya ya Mbinga ili kuenzi historia za wazee, lakini pia kuunga mkono mpango wa Rais wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ili kutangaza vivutio vyetu pamoja na kutangaza utalii wa ndani. Yaani sehemu ikiwa na amani, basi utalii unafanyika vizuri. Sisi Mbinga tuko salama, kamati zetu za usalama ziko vizuri, lakini vile vile wananchi wako vizuri, wanajituma. Hakuna matukio ya kutisha katika wilaya yetu. Kwa hiyo wananchi waendelea shughuli zao kama kawaida. Kwa hiyo wageni wote wa pande zote wanakaribishwa Mbinga kwa sababu ni sehemu ambayo iko salama, na hata Tanzania pia tuko salama, na ndio maana tuna promote huu utalii. Lakini vile vile barabara zinapitika, barabara za lami. Leo tumepata fedha, Mheshimiwa Rais kajenga barabara ya Mbamba Bay paka Mbinga, Mbamba Bay Nyasa, barabara ya lami kabisa inapitika, na ni nzuri pia hata kwa utalii. Naweza kufanya kama kwa utalii, kwa sababu yule alijenga ile barabara, kuna milima na mabonde, kwa hiyo ametengeneza, unaona kabisa miinuko ya ile barabara na mikunjo ya ile barabara, unaona kabisa hata mtu anaweza kufanya pale utalii. Lakini vile vile Mheshimiwa Rais kwa kuona umuhimu wa barabara ameamua kuchukua fedha za tozo kuingiza kwenye bajeti ya TARURA. Leo hii TARURA bajeti yao imeshuti, imekuwa bajeti kubwa na ambayo imeweza kujenga hizi barabara ambazo zinapitika, na nyinyi mkipita mtaziona hizo barabara. Kwa hali hii, kwa sababu kule napo kuna maliasili zipo, lakini kuna vivutio vipo, ni mwananchi au mtalii inakuwa rahisi kupita kwenda kule. Lakini vile vile tuna pole letu la Lipalamba ambao ni la utalii pia. Kule kuna wanyama wapo kule, kuna wadudu, kuna wanyama wakali na wanyama ambao sio wakali, wote wapo kwenye hilo poli. Kule napo kuna fedha zimetengwa kwa ajili ya kwenda kutengeneza barabara kule, lakini madaraja tayari yameshaanza kujengwa kule. Kwa hiyo yote Mheshimiwa Rais ameweka mazingira mazuri ya mtalii kuweza kupita kwa urahisi, lakini mwananchi pia kuweza kupita kwa urahisi. Lakini vile vile tukija kwenye swala zima la umeme, sisi kama Mbinga utalii tunasema bila umeme pia inaweza isifanye kazi. Sisi Mbinga tumepata umeme, na mwaka huu
mpaka inapofika mwezi wa 9 kila kijiji kinatakiwa kiwe kinawaka umeme. Baada ya hapo tutakuwa na umeme wa ujazilizi. Kwa wakandarasi wako site wanaendelea na kusambaza umeme vijijini. Kwa hiyo umeme utakapokuwa unawaka kabisa kote vijijini, swala letu la utalii linakwenda vizuri. Licha ya hapo zamani kudaiwa kukosekana kwa nishati ya umeme, lakini bado wazee walionyesha mambo mengi ya kiutamaduni kwa kuwasiliana na mtu akiwa mbali bila kutumia simu ya mkononi wala ya mezani. Japo inaelezwa kuwa baadhi ya vitu asilia vilivyoundwa na wazee hao vilichukuliwa na wakoloni. Mzungu alipofika nchi hii na ametuchukulia mali yetu mengi sana, kupotea nayo. Nafikiri ninyi kama kweli mtakuwa ukweli, tutajua wazi kwamba kwa sababu mbunge wetu alikuwa anaitwa Lilanika, Timothy Lilanika wa kwanza. Alipokwenda Ujerumani, kuli sisi alimezikuta vitu vyetu viko. Sasa kuli walichotutisha, hamwezi kupata mpaka kwanza mkaanze kujenga nyumba na mkaweke umeme. Wakati Mbinga kuna umeme wala Songea. Unaona? Sasa hili lilikuwa ni sehemu mojawapo ya kutuibia mali yetu. Sasa zile zilizobaki tunazo. Kwa hivyo tunaomba tu watalii waje kuangalia hiki kilikuwaje, hiki kilikuwaje. Kwa hivi vitu vili vyote mnavyoviona, hata hivi hapa, hii hapa, mnaona sanduku hili, hili lilikuwa Waafrika anatengeneza, lakini mzungu kwa chuki aliyekuwepo naye basi akaiweka rangi. Sisi tulikuwa ya magome ya miti, unaona? Vyote vilivyokuwepo, vyote mnavyoviona sasa hivi, vyote hivi viko kwa Mwafrika. Mtu wa kwanza kabisa mtaalamu ni Mwafrika, sio mzungu. Mzungu amekuja kuiga hata viatu hivi sisi tunatengeneza. Bwana tulikuwa tunatengeneza tu hivi. Kila kitu sisi, hakuna kitu kilichomkosa Mwafrika. Kwa sasa Mbinga inatajwa kuwa ni miongoni mwa wilaya yenye utalii wa vivutio vya aina mbili, ikiwemo vivutio vya kuunda na vivutio vya kuundwa. Tunasema kwamba kuna utalii ambao ni man-made na kuna utalii ambao ni natural. Sisi kama Mbinga tuna utalii zote za aina mbili. Tuna utajiri huo. Kwa hiyo tukija kwenye utalii ambao ni wa kibinadamu, ambao wameanzisha binadamu, utaona kuna utalii wa miti ambayo imepandwa, miti ya kupanda. Huo ni utalii. Watu wakienda kwenye miti wanapata hewa safi, wanaona mazingira yalivyo, unapata kile kitu ambacho kinataka. Lakini tuna utalii wa makaburi ambayo yale makaburi yaliweza kunani na watu binadamu ambao waliweza kuyaweka yale makaburi. Mfano kama Litembo, yale makaburi ya kule ya machifu na nini, yale ni man made. Lakini vile vile tuna utalii wa majengo yetu ya asili. Ukienda Litembo na sehemu nyingine utakuta kuna mahakama za mwanzo kabisa ya wale machifu wa mwanzoni kabisa. Walijenga mahakama, wakajenga na ofisi zao ambazo mpaka leo hii hazija kreki. Unaenda pale unaambiwa hii mahakama ilijengwa mwaka 1911 mpaka leo haina kreki. Maona? Kwa hiyo huo nao ni utalii. Sehemu nyingine kama Mikindani utaenda kuona pale magofu ya Mikindani na nini, na sisi huku tunayo ya kwetu. Lakini vile vile tuna nyumba ambayo mheshimiwa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alifikia, iko pale katikati pale kijiji cha Lipumba kwa mbele kama kigorofa fulani, alifikia pale enzi hizo. Hiyo ule pale ni utalii ambao nini, man made, ambao sasa hivi pale haishi mtu, lakini yule mtu hawezi kufanya nini, kuibomoa pale kwa sababu alifika. Lakini kuna nyumba nyingine ambazo hayati alifika vijijini ndani huko, alishawahi kufika Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na akalala huko. Ule nao ni utalii, sehemu ambayo mheshimiwa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alifika akatua pale. Huo wote ni utalii wa ambao umetengenezwa na binadamu. Na talii nyinginezo ambazo nyinyi mnafahamu. Lakini tuna talii ambazo ni natural tu, Mwenyezi Mungu amezileta. Utaona hiyo milima ambayo imejipanga vizuri. Kuna milima ambayo ipo ya Livingstone na kuna milima hii mingine ambayo unaona kabisa inavutia. Kuna miji mingine haina hii milima, ikiona milima unaona ni utalii kabisa.
na inavutia. Na wakati mwingine kuna muda kama msimu wa baridi kama sasa hivi hapa, unaona kabisa inatoa kama mvuke mwingine, watoto utaona kama wanasema unatoa moshi na nini. Kwa hiyo wote ni utalii. Lakini vile vile kwenye milima kuna maji, maporomoko ya maji yanatiririka, ule pale ni utalii. Leo hii tunaenda kutazama maporomoko ya maji Kalambo huko, Rukwa, lakini sisi pia tunayo maporomoko ya maji huku kwenye milima yetu. Kwa hiyo huwa nao ni utalii pia. Mambo mengi yalitazamwa ili kumpata chifu wa kabila la Wamatengu kama inavyoelezwa na mzee Makita. Chifu Makita alitawalishwa mwaka 1916 huko Litembo, yakiwa makao makuu ya Umatengu mzima, na ndiko alikokuwa naishi. Baada ya utawala alihamia Mnyangayanga, akahamisha ile baraza kulileta Mnyangayanga. Yeye akiwa ni chifu alikuwa na masabu chifu Matengu mzima, masabu chifu 3: Langilo, Howahowa, Litembo, Kawanira, Mnyangayanga, ye mwenyewe na mtoto wake Magnus Makita. Wakati nimezaliwa namuona katika kifo chake, alifariki tarehe 26 mwezi wa 12 mwaka 49 katika hospitali ya Litembo. Yeye alichaguliwa na wananchi kuwa chifu. Baba yake alikuwa chifu pia akitoka Yuni. Inavyosemekana kihistoria, baba yake alitoka Msumbiji katika kijiji cha Nindi. Alifika Songea Matogoro kunakoitwa Ndilima Litembo. Iliingia vita, sikumbuki mwaka gani, kule akatoweka kufika Umatengo na alifikia Litembo. Ambapo hapo tulipo hapa. Hapana, huko. Na alipofika Litembo, mwenyeji wake aliyempokea kule akiitwa Kawanira. Kawanira alifurahi kumwona yeye kwa sababu alikuwa ni shujaa wa vita, kupata habari zake toka huko alikotoka. Akiwa Litembo huko, kabla Wangoni hawajaingia Songea. Wangoni ni Wazurulendi kama mnavyofahamu. Wangoni walifikia Ubena, sehemu za Njombe, wakaanza kusambaa kuingia Ungoni. Sasa ikawa mapigano kati ya wenyeji wa Ungoni, wakaja kumwalika Kayuni kusaidia hiyo vita. Katika msaada huo, iwapo walijitahidi, walishindwa. Wangoni waliwazidi, ilibidi wasambaratike, wengine waingie Matengo, wengine waingie Undendeule. Maana sisi na Undendeule tukizungumza tunaelewana. Kutokana na ile vita ndio iliyotutawanyisha. Baada ya kufika Litembo, Kayuni mwenyeji wake akafariki, huyu Kawanila. Baada ya kufariki, Wamatengu wote wakamchagua yeye awe chifu wao kama kiongozi, kamanda wao, na yeye akachukua utawala huu. Muda si muda ilitokea wamishonari Matengo hii walijenga shule 4 wakati wanaingia Ujerumani. Wamishonari, shule ya kwanza Litembo, ya pili Agati, ya 3 Kindimba, ya 4 Kipapa. Sasa kule Litembo hawa wamishonari wenyeji waliona Wajerumani na hii dola labda wapo ukatili wao, kama unavyojua kwamba wapo pamoja, wakachoma shule moto, shule ya Litembo. Baada kuchoma moto, yule fadha aliuzika, na huyu fadha alikuwa mwanajeshi siku za awali. Akauzika, akaenda kualika Wangoni kuja kuwashambulia Wamatengo. Wakati Kayuni kwanza alifariki, mtoto wake akiitwa Mandawa wa kwanza, mzao wake wa kwanza, huyo alipochukua madaraka na vita, shule ikaingia ya Ujerumani. Sasa baada ya kufa, baada ya fujo ilivyotokea, Mandawa ilibidi ajibu shtaka ile la kuchoma shule moto. Alipokuwa amejibu shtaka, alihukumiwa alipe ng'ombe 11
na wakati ng'ombe zilikuwa zipo, sio kama miaka hiyo. Baada ya kulipa akajiuzuru kazi, akasema kazi yenyewe mimi sitaki, akamwachia mdogo wake Bunungo akiitwa Mtwara, akamwachia huo uchifu. Bunungo alikwenda na kazi hiyo, naye pia akapata matatizo makubwa sana. Kuna watu fulani walimdanganya kwamba sisi Songea tumekwisha waua wale wazungu wote, na hivi tunamtafuta Waarabu kama wapo ambao walifanya biashara za utumwa, hatuwataki, tunapenda tuwateketeze. Na bahati nzuri kulikuwa na Mwarabu mmoja ambaye alikuwa analipisha kodi, mtumishi wa serikali. Wakamweleza huyu Mtwara Bunungo, tuitie huyu mtu. Baada ya kumuita, ukweli walikuwa wamechukua mikuki na nini, walimuua. Baada ya kumuua, Mtwara akiamini kwamba kule Songea hakuna mahala pa kupeleka taarifa, akawa amejiziuka. Kumbe huyu Akida alikuwa na mke wake na boi wake. Walipoondoka kufika Songea, walitoa taarifa kwa DC huko Songea. Walipoenda taarifa ile chelewa, walituma askari kumchukua Bunungo, wakamchukua na kumshtaki wao kwamba wewe umeshindwa kutoa taarifa, kwa hivi shtaka lako tukwenda kujibu Dar es Salaam. Alivyochukuliwa njiani, nasikia alifia njiani, na wale askari walimtupa tu, wakaendelea na safari zao. Baada ya hapo, kizazi hiki sasa kikawa kimekwisha, ikaendelea kizazi cha wajukuu wa Kayuni. Ikatokea mzee Chrysostom Makita. Yeye kwa nyakati zile alikwenda Moshi, ndio alileta kawa nchi hii. Nchi ilikuwa imekuwa duni kiuchumi. Na alipofika huko Arusha, huko Moshi, alikuwa karani wa mabepari. Kule akajifunza namna ya kahawa inavyotoka kwenye mabeti ya bustani mpaka inakuwa, mambo yote alikuwa anaandika. Akachukua mimea ile, kuona nchi hii ni dunia ya uchumi, akaja nayo ile mimea. Bustani ya kwanza alianza kuweka muhurusi, kunaitwa muhurusi. Ya pili aliweka linda, ya tatu aliweka pilikano, ya nne mote aliwaweka watu wa kuelekeza namna ya kukuza ile mimea. Ulipofika mwaka 61 ikaanza kuwa biashara ya kahawa kupeleka sasa nchi za ng'ambo. Mwaka 61. Na yeye wakati huo alikuwa karani katibu wa baraza ile huko Litembo, katika baraza la yuko chini ya baba yake. Baadaye kufa kwa huyu, wakasema sasa anatakiwa kuwa chifu, ni lazima huyu mtoto ambaye ameikomboa nchi hii kwa uchumi. Ingawa walikuwa watoto wawili, mmoja walimweka pembeni, mmoja ndio Chrysostom ambaye alistahili kuchukua nafasi hii. Akachaguliwa tarehe 8 alipopasishwa kuwa Bamukulungu. Ilikuwa tarehe 8 mwezi wa pili mwaka 56 alipopasishwa kuwa chifu, akiwa na mabaraza yali matatu: Langiro, Litembo, Myangayanga. Wakati Myangayanga akiwa chifu Edmund, Litembo akiwa chifu Daniel Kabwanila, huko Langiro akiwa Alexander Howahowa. Hawa ni masabu chifu wake, na akawa amejenga council. Mabaraza yale matatu sasa walivunja, yalikuwa yanaendelea, wakajenga council Ndengo, kama tunakwenda Njamba Babei. Ndiko alikokuwa nakaa makao ya Chrysostom, makao yake makuu. Na yeye ameendesha utawala huu mpaka tulipofikia uhuru, akawa ameachia. Akiwa bado hai, lakini mwaka 70 na kitu ikampata kifo, akazikwa katika shamba hilo hilo. Na ni mtu wa kwanza kuzikwa kwa sanduku katika watu wote waliolala hapa. Sanduku ndio alikuwa wa kwanza. Kwa leo tuishie hapa, lakini UTV itazidi kukusogezea makala nyingi za utalii kutoka mikoa mbalimbali, ukiwemo mkoa wa Ruvuma, ambapo ndipo napotokea mwandaaji wa makala hii na kuisimulia kwako. Mimi ni Mawazo Mwaijengo, Matengu wa kwanza
kunywa maji kwa kutumia kikombe cha majani ya migomba. Hadi siku nyingine, alamsik.